Ucomrade ni cheo ambacho una kiwin, yani you in it, sio mnaitana tu. Lakini wewe nimeona hapo mwanzo mpaka mwisho, hao watu kwa kweli wanakushukuru, na sisi kama serikali kwa kweli niendelee kukupa kongole sana. Akulinde, maana kwa kweli ulipoitoa reli Tanzania na ilipo sasa, sina sana kama wengine waliojiliwa miaka 2-3, sisi kama wanafahamu hata kama kuna Kapuya. Sisi tumekuwa tunaisikia hiyo Kapuya, lakini kwa miaka 10 hii Kapuya imepotea. Sasa manake kuna kazi kubwa na nzuri umefanya, kwa hiyo hongera sana mkurugenzi mkuu. Ndugu Donald Alaka, kaimu mkurugenzi msajili, kaimu msajili wa vyama vya wafanyakazi na waajiri Tanzania, natambua uwepo wa mheshimiwa mbunge dada yangu Comrade, akiuliza sasa ndio Comrade mwenyewe. Huyu ana kundi kubwa Comrade wa vyama vya wafanyakazi, na ambaye pia ndio mwakilishi wa vyama vya wafanyakazi au shirikisho huru la vyama vya wafanyakazi Tanzania, mheshimiwa mbunge Alice Kaijage. Natambua uwepo wa management ya shirika la reli Tanzania. Assalamu alaikum. Rauta, mshikamano. Naomba niwasalimu kwa salamu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Rauta, naomba nami nianze kwa kupaza sauti kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia kuwa na siku njema na kutuwezesha kutana katika ukumbi huu leo kwa namna kipekee kabisa, pamoja na kuwapongeza sana nyinyi viongozi na waandazi wa mkutano huu. Lakini nataka kuwapa pole ya safari wajumbe wote ambao wametoka katika mikoa mbalimbali. Kwa hakika safari yao na uwepo wao katika mji wetu wa Dodoma na ndani ya ukumbi huu ndio mafanikio ya mkutano wetu huu wa leo. Nataka kupongezeni sana viongozi na wanachama wote wa shirika letu la reli kwa shughuli mnazozifanya, lakini pili, shughuli mnazozifanya kupitia taasisi yenu ya Rauta. Kwanza kwa kuandaa mkutano huu, na kwa hakika mkutano huu umefanya sana. Mheshimiwa Mwenyekiti na ndugu wanachama, nataka nieleze furaha yangu sana kwa jinsi ambavyo nyinyi mmetambua uwepo wa makundi maalum katika eneo hili. Kwa hakika chama cha Rauta kimeanza vizuri kwa kuwatambua watu wenye mahitaji maalum. Mnakwenda kuwa mfano wa chama cha kipekee ambacho pamoja na kutambua makundi yote yaliyopo katika jamii yetu, lakini kundi hili la mahitaji maalum ni kundi ambalo katika maeneo mengi sana lilisahaulika. Nyinyi mmewatambua na kuwatengenezea kiti maalum ndani ya uongozi wa taasisi yenu. Mimi binafsi nikiwa waziri ninayesimamia kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu, nataka kutumia nafasi hii kukushukuruni sana. Mmefanya jambo la maana sana, na kwa hakika mnakwenda kuwa sehemu ya historia kubwa ya uongozi wa nchi. Lakini pili, nikushukuruni sana, maana mmeonyesha kwamba hakuna kazi isiyokuwa na raha na furaha. Nimeona hapa vijana, tena vijana wenyewe wanaoendesha maki hao mapilot wetu wanaoendesha ile chombo kabisa, wanapiga mistari hapa bongo flava, sio chombo. Kwa kweli ni jambo kubwa sana, lakini nataka niwakumbusheni wafanyakazi, hakuna maisha ya kazi yasiyokuwa na bata. Muhimu zaidi mkajua kwamba kazi na bata ndio mpango mzima. Mwenyekiti wa Rauta na ndugu wanachama, nichukue fursa hii pia kuwashukuru sana viongozi na wadau wote wanaohusika na masuala ya wafanyakazi mliohudhuria leo. Kushiriki kwenu kunaonyesha dhamira ya dhati ya ushirikiano wa utatu, yaani serikali, vyama vya wafanyakazi na waajiri nchini. Ushirikiano huu ni muhimu katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Kila upande unalo jukumu la kipekee, na ushirikiano wenu husaidia kuhakikisha mazingira bora ya kazi, lakini pili, kulinda wafanyakazi, na pia tatu, kukuza ustawi wa jamii. Kwa kipekee kabisa nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kunipa nafasi ya kumwakilisha siku ya leo, na kwa kipekee kabisa imani yake kubwa kwangu
ya kuendelea kuniweka mimi kama waziri anayesimamia kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu, na nafasi hii inanipa nafasi ya kusimama mbele yenu na kuhutubia katika mchana wa leo. Ninamshukuru sana Mheshimiwa Rais, na kwa hakika salamu zenu zitamfikia vizuri. Ndugu mwenyekiti wa RAUTA na watumishi wote, nafurahi kusikia na kuona utayari wenu wa kuendelea kulifanya shirika hili liwe moja ya shirika la kielelezo, lakini pili, ushiriki wenu wa kuendelea kuhakikisha kwamba miundombinu mnailinda na kuilea. Hili limenifurahisha sana siku ya serikali inatambua umuhimu wa vyama vya wafanyakazi katika nchi yetu, na kwa kuwa vyama vya wafanyakazi vina majukumu ya kuhakikisha kuwa haki za wafanyakazi zinaheshimiwa na mazingira bora yanajengwa kwa ustawi wa wafanyakazi na maendeleo ya taifa kwa jumla, sisi kama serikali tunaahidi kuendelea kuwaunga mkono, kushikamana nanyi, lakini pili kuhakikisha ukuzi na mkubwa sana wa shirika letu au taasisi yetu ya RAUTA. Ndugu mwenyekiti na ndugu wanachama, mahali penye vyama vya imara vya wafanyakazi, ufanisi utaonekana na migogoro baina ya vyama vya wafanyakazi na waajiri upungua kwa kasi kubwa sana. Vyama vya wafanyakazi nchini vimeendelea kuimarika na kuwa nguzo kubwa na muhimu katika kusimamia maslahi ya wafanyakazi na utatuzi wa migogoro. Hii imetokana na dhamira ya serikali kuweka mazingira wezeshi, ikiwa ni pamoja na kutoa fursa ya majadiliano baina ya wafanyakazi na wawakilishi wa vyama hivyo nchini. Mwenyekiti wa RAUTA na ndugu wanachama, vyama vya wafanyakazi vimekuwa ni nguzo muhimu katika kujenga mahusiano yenye tija mahala pa kazi, kama vyama vinavyotetea masuala yake yote yanayogusa maslahi na haki za wafanyakazi wao. Katika kuhakikisha kwamba dhamira hii njema ya vyama vya wafanyakazi inatekelezwa vyema, serikali itaendelea kufanya yafuatayo: mosi, kuweka mazingira ya ustawi wa vyama vya wafanyakazi mahala pa kazi; pili, kuimarisha taasisi za hifadhi za jamii na kuhakikisha wananchi wote, hususan wanachama au wafanyakazi kwenye sekta rasmi na wafanyakazi wanaoandikishwa kwenye skimu za hifadhi ya jamii wanaendelea kupata maslahi yao kama wanavyostahili. Tatu, kuendelea kuhamasisha uanzishwaji wa mabaraza ya wafanyakazi ili kuweka mfumo mzuri wa majadiliano baina ya waajiri na waajiriwa. Nne, kushirikiana na wadau mbalimbali katika kutoa elimu ya masuala ya kazi ili kupunguza migogoro katika maeneo ya kazi na kujenga uelewa wa haki na wajibu kwa waajiri na waajiriwa. Tano, kuboresha na kuimarisha mifumo ya fidia kwa wafanyakazi ili uweze kuwahudumia wafanyakazi vizuri zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti wa RAUTA, serikali pia inayo dhamira ya dhati ya kuimarisha mfumo wa kitaasisi unaoshughulikia migogoro baina ya waajiri na wafanyakazi kwa ajili ya kuweka misingi bora majadiliano kuhusu masuala ya kimaendeleo. Serikali imekamilisha mwongozo wa majadiliano na mashauriano kati ya serikali, vyama vya wafanyakazi na vyama vya waajiri. Na Mheshimiwa Mwenyekiti na ndugu wanachama, naomba kwa furaha kubwa kueleza kuwa mchana wa leo, kabla sijafika katika mkutano huu, nimesaini kuwa sheria mwongozo huo wa majadiliano na mashauriano kati ya serikali, vyama vya wafanyakazi na vyama vya waajiri. Lengo kuu la mwongozo huu ni kuongeza ufanisi na tija kazini na kupunguza migogoro kati ya vyama vya wafanyakazi na waajiri. Wadau watakaotumia mwongozo huu ni serikali, vyama vya wafanyakazi na vyama vya waajiri. Ndugu mwenyekiti na ndugu wanachama, kwa upande mwingine, majadiliano na mashauriano ya utatu kati ya serikali, vyama vya wafanyakazi na waajiri ni muhimu katika kuhakikisha kuwa haki za wafanyakazi zinaheshimiwa, mazingira ya kazi yaliyo salama yanatengenezwa. Ushirikiano wao unachangia katika kuimarisha ustawi wa taifa na kuongeza tija na maendeleo kwa wafanyakazi na waajiri kwa pamoja. Umuhimu wa utatu huu unadhihirika katika kuhakikisha kwamba haki ya wafanyakazi zinalindwa, kukuza mazingira bora ya kazi, kujenga amani na utulivu mahala pa kazi na kuhamasisha maendeleo ya kijamii. Ndugu mwenyekiti na ndugu wanachama, nizungumzie mchango wa vyama vya wafanyakazi katika kufanikisha masuala ya ujenzi wa taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Mchango wa vyama vya wafanyakazi kwenye mafanikio ya awamu ya 6 katika kuimarisha miundombinu ya reli ni muhimu na unathaminiwa kwa dhati. Mheshimiwa Rais analitambua hilo na anawathamini sana kwa mwendelezo na usimamizi mzuri. Sote ni mashuhuda wa namna ambavyo serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ilivyoimarisha na kutekeleza miradi hii ya kimkakati. Miradi hii inajumuisha miundombinu ya reli kwa ajili ya kuwezesha huduma za usafiri na usafirishaji kama ambavyo imeelekezwa katika taarifa ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020. Katika kipindi cha kwanza cha mwaka 2021-2025, mafanikio yaliyopatikana kuhusu reli na shughuli zinazohusu reli ni mazuri, yanaelezeka na yanashikika. Hongereni sana wafanyakazi wa shirika la reli. Mosi, tumekamilisha ujenzi wa reli ya kisasa kipande cha Dar es Salaam mpaka Makotopora kilomita 722, ambapo huduma za kusafirisha abiria kati ya Dar es Salaam, Morogoro, Dar es Salaam na Dodoma zilianza rasmi mwishoni mwa mwezi Juni mwaka 2024. Manufaa yaliyopatikana ni pamoja na kupunguza muda wa safari, kuongeza tija katika biashara na uchumi, lakini kwa jumla kurahisisha mawasiliano baina ya miji yetu hii. Nikiri na niseme ukweli, ndugu mwenyekiti, tokea nilipopanda treni ya SGR kwa mara ya kwanza, nimesahau kabisa usafiri kwa njia nyingine. Haya ni mafanikio sio tu ya serikali, lakini pia ni mafanikio ya kwetu mmoja mmoja. Pili, kukamilisha kwa ununuzi wa vichwa vya treni 17 na mabehewa ya abiria 65 kwa ajili ya uendeshaji wa reli ya kisasa SGR, ambayo utoaji wa huduma ya kusafirisha baina ya Dar es Salaam na Dodoma yanaendelea na kwa kweli yameimarisha sana usafiri katika mikoa yetu. Tatu, kuendelea kwa ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande cha Mwanza Isaka kilomita 341 umefikia 60.82. Kati ya Makotopora na Tabora kilomita 668 umefikia 14.53. Tabora Isaka kilomita 165 umefikia kilomita 6.21. Tabora Kigoma kilomita 506 umefikia kilomita 6.58, pamoja na kuanza taratibu za manunuzi kwa ajili ya ujenzi wa kipande cha Uvinza Msongati kilomita 280. Hii yote ni wazi kuonyesha kwamba nchi yenu chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imedhamiria kwa dhati kuhakikisha kwamba Watanzania wanaunganishwa kwa njia ya reli. Hongera sana mkurugenzi kwa kazi nzuri unayofanya. Hongereni sana wafanyakazi kwa kazi nzuri unayofanya. Tuendelee kushikamana kwa mustakabali mzuri wa nchi yetu. 4. Kukarabatiwa kwa mabehewa ya mizigo 330 kati ya 600 na mabehewa ya abiria 30 kati ya 37 ambayo yameanza kutoa huduma katika MGR. Ni wazi kabisa kazi inapigwa na kazi inaendelea. 5. Tumeendelea na ukarabati wa njia ya reli ya kati MGR kipande cha Tabora Kigoma kilomita 411 na Kaliua Mpanda 210. Ndugu mwenyekiti na ndugu wafanyakazi, kwa kazi kubwa hii iliyofanyika ya kuboresha miundombinu ya reli, ni wazi kabisa hatuna budi kuwashukuruni sana management nzima ya reli Tanzania, yani TRC, mkiongozwa na comrade ndugu Kadogosa, pamoja na nyinyi nguvu kazi ya reli wafanyakazi, kwa kazi nzuri ambayo mnaendelea kuifanya na utayari wenu wa kuhakikisha reli inajengwa na hatua nzuri inachukuliwa. Nachukua fursa hii kuwapongezeni nyote na shughuli zinazohusiana, wafanyakazi wote wa reli na shughuli zinazohusiana na reli kwa kazi nzuri mnaifanya ya kuchangia maendeleo ya kiuchumi katika nchi yetu. Ndugu mwenyekiti wa RAUTA na wafanyakazi wote, Chama cha wafanyakazi wa reli na shughuli zinazohusiana na reli, yani RAUTA, kama chama cha wafanyakazi kina wajibu mkubwa wa kulinda haki na maslahi ya wafanyakazi, lakini pili, bila kusahau kulinda miundombinu ya reli yetu. Wajibu wa RAUTA ni muhimu kwa ajili ya kuhakikisha haki na maslahi ya wafanyakazi katika sekta ya reli yanaheshimika na kuwa sawa. Hivyo nachukua fursa hii kutoa wito kwa RAUTA kuhakikisha kwamba inachukua hatua za kutafuta suluhu ya amani ya mijadiliano na waajiri pale punde inapotokea
mgongano wa kimaslahi. Pia mwendelee kutoa mafunzo kwa wafanyakazi, hasa hususa ni haki yao na wajibu wao, maana hakuna haki isiyokuwa na wajibu. 3, endeleeni kuwafundisha sheria za kazi, usalama kazini, pamoja na kuhamasisha umoja miongoni mwao, ili wawe na sauti moja katika kujadili maslahi yao na maslahi ya waajiri. Itakuwa ni kichekesho sana katika mazingira mazuri haya ya RAUTA ambayo yana furaha, yamejaa bashasha na miongozo mizuri, tutakaposikia kwamba RAUTA mmeshindwa kutimiza wajibu wenu wa kuwa kiungo baina ya wafanyakazi na shirika letu la reli. Wako wanaoendelea kupuuza kwa kuamini kuwa haya mambo yatakufa katikati. Nataka nipaze sauti kwa niaba yenu kuwaambia, kama wanaamini hilo, basi wanapotea njia. Mwenyekiti na ndugu wanachama, RAUTA inatakiwa kujenga uhusiano mzuri na waajiri, serikali na wadau, ili kutatua changamoto za sekta ya reli na kuboresha mazingira ya kazi kwa kushirikiana na taasisi za kifedha, lakini pili kushirikiana na taasisi za kimataifa pia ikiwemo ILO. Kwa kuwa nyinyi kama wataalamu mnafahamu vizuri miundombinu hiyo na mnafahamu umuhimu wa ulindaji wa miundombinu hiyo. Miundombinu hii isipolindwa ikaharibiwa na wachache, madhara yake ni makubwa. Pamoja na kwamba Watanzania watakosa huduma ya reli, lakini pia ni wazi kuwa hata nyinyi wenyewe mtakosa kazi za kufanya. Hivyo niombe sana, niwasisitize, yaliyopita si ndio, yale yaliyotokea siku za nyuma za baadhi yetu kuharibu miundombinu iliyochangia wakati mwingine reli kuharibika na kusimamisha safari zake yasije yakitokea tena. Ndugu mwenyekiti wa RAUTA na ndugu wanachama, kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, naomba nizungumzie maudhui ya risala yenu ya RAUTA iliyowasilishwa mbele yangu hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti na ndugu wanachama, kwenye risala yenu mmegusia mambo ya msingi ambayo yanachangia kwa namna moja nyingine kufanya ustawi wa kazi zenu zikawa vizuri. Risala yenu imewakilisha sauti ya wafanyakazi wa reli na shughuli zinazohusu reli. Serikali imepokea na kwa kuzingatia dhamira nzuri ya utatu wa mashauriano, serikali kwa kushirikiana na shirikisho la vyama vya wafanyakazi nchini TUTA itazingatia maudhui haya kwa muda wote na mashauriano na majadiliano ya hoja zilizowasilishwa, na kwa pamoja tutakwenda kutafutia solution yake. Kwa kumbukumbu nzuri ya kikao chetu, naomba mniruhusu nirudie baadhi ya maeneo mliyogusia. Mosi, mmetukumbusha kukamilishwa kwa muundo wa shirika la reli. Nataka nikuhakikishieni wafanyakazi, serikali kupitia wizara yenye dhamana ya utumishi, yaani wizara ya utumishi, pamoja na sisi wadau wa wizara ya kazi, tutahakikisha kwamba mambo yote mazuri yanafanikiwa. Lakini pili, katika kuhakikisha kwamba jambo hili linafanikiwa, ziko hatua ambazo nyinyi wenyewe mmeshuhudia zimeanza kufanywa kazi. Mojawapo ni hii ambayo amesema mkurugenzi mkuu, ya kutolewa kwa vibali vya kupandishwa vyeo, kupandishwa madaraja, lakini pili, jinsi ambavyo maslahi yenu yanaendelea kuangaliwa. Nataka kuhakikishieni huu ni mwanzo tu wa kushughulikia kero zenu, lakini mazuri yanakuja na ya kesho yatafurahisha. Ndugu mwenyekiti na ndugu wanachama, mmetukumbusha kuimarisha mfumo wa kuwaendeleza watumishi. Nataka nikuhakikishie ndugu mwenyekiti wa RAUTA na wafanyakazi wote, serikali itaendelea kufanya hivyo, kama ambavyo imeamua serikali kuwaondoa katika ule mfumo wa zamani ambao mlikuwa wote ni kama vibarua na kuwaingizeni katika mfumo rasmi wa kwamba sasa wote ni wafanyakazi. Serikali itaendelea kuhakikisha kwamba wafanyakazi wa shirika la reli Tanzania wanaendelezwa kielimu, wanaendelezwa kimaslahi, lakini pili kuhakikisha kwamba mustakabali mzima wa maisha yao nao pia unaendelea kusimamiwa. Serikali kupitia management ya TRC itahakikisha hili jambo linafanikiwa, na sisi kama wadau namba moja katika eneo la kazi na ukuzaji ujuzi tutahakikisha kwamba hili tunalisimamia vizuri kwa maslahi yenu mapana. Ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe, mmekumbusha pia
kuendelea kuboresha maslahi ya wafanyakazi waliopo katika reli ya MGR. Ndugu mwenyekiti, nataka nikuhakikishie serikali kupitia Wizara ya Dhamana na Masuala ya Utumishi tutaendelea kuangalia sio tu wafanyakazi walio katika SGR, lakini pia wale ambao wapo katika MGR kwa kuhakikisha kwamba tunahakikisha tunasimamia vizuri maslahi yao mapana na miongozo mbalimbali, ili nao waweze kuwa sehemu ya wafaidikaji wa hii nuru ya mama Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti na ndugu wanachama, mmekumbusha kuimarisha vyuo vya reli. Mheshimiwa Mwenyekiti, hivi karibuni serikali iliweka wazi nia yake ya kuhakikisha kwamba wafanyakazi hasa wale wanaotumia mikono wanapewa vipaumbele vikubwa katika kuhakikisha kwamba wanawezeshwa katika maslahi, lakini pia katika ukuzaji wa ujuzi. Na hili jambo lilozungumzwa la kuimarisha vyuo vya wafanyakazi, serikali kupitia management ya TRC itahakikisha kuwa vyuo husika vinaimarishwa ili kuongeza ufanisi na tija katika utekelezaji wa majukumu yake. Na katika jambo hili, ndugu mwenyekiti na ndugu mkurugenzi mkuu wa shirika letu la reli, nataka nikuhakikishieni serikali itaendelea kutenga bajeti ili kuhakikisha kwamba vyuo vyetu hivi vinakuwa katika standardi za kisasa, vinapatiwa miundombinu au vifaa na zana za kisasa, ili nyinyi wafanyakazi ambao mnakuja kufanya kazi katika reli za kisasa zilizoboreshwa muweze kuendana na usasa ulioboreshwa katika ufanyaji wa kazi. Lakini mwisho, mmezungumzia utoaji wa mikataba ya kudumu kwa wafanyakazi wa kitengo cha njia za reli. Mheshimiwa Mwenyekiti na ndugu mkurugenzi, hili nalo ni jambo ambalo lazima tufanye mawasiliano na wenzetu wa utumishi, kwa sababu kuingizwa Mtanzania katika utumishi wa umma ziko taratibu lazima zifuatwe, na katika taratibu hizo kufuatwa, mojawapo ni zile ambazo mkurugenzi alisema mwanzo hapo wakati anatoa taarifa ya vibali vilivyotolewa, kwamba moja ya kigezo kubwa pia ni kumwangalia mfanyakazi huyu kama ana uwezo wa ile wanasema wa ile fani ambayo inatakiwa. Ziko fani ambazo zinaitwa fani za kiofisa, kwa maana hawa ni degree na walio juu, lakini pia ziko fani zile ambazo tunahitaji watu wenye diploma na vyeti. Hivi vyote ni vigezo ambavyo vitaangaliwa. Kwa hiyo nataka nikuhakikishieni, pamoja na hilo, lakini serikali inao muundo ambao unaweza kuwawezesha wafanyakazi wakaingia kwa njia ya mikataba ya muda mrefu na muda mfupi. Haya yote ni mianya ambayo nataka nikuhakikishieni tutakwenda kuiangalia kwa maslahi yenu wafanyakazi wetu. Ndugu mkurugenzi na wafanyakazi wenzetu wa shirika la reli, ninapoelekea kuhitimisha hotuba yangu, nataka niwashukuru tena kwa namna mlivyoandaa mkutano mzuri na wa kuzindua chama chenu cha RAUTA. Mkutano huu umekuwa mzuri, wenye mvuto, na hii ni ishara kwamba RAUTA itatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa katiba na kuepuka migogoro inayoweza kushusha tija katika maeneo ya kazi. Lakini kwako mkurugenzi mkuu, Mkurugenzi Karagosa, umekuwa mkurugenzi wa mfano wake, mkurugenzi ambaye ni kweli wewe mwenyewe umeeleza katika jukwaa hili, lakini wakati mwingine mkurugenzi, nilikuwa na shida kukuambia. Wako watu ambao walikuwa wanakubeza mwanzo, wakisema kwamba mkurugenzi aliyekuwa kwenye kampuni inayohitaji mainjinia amevaa suti saa zote. Sisi wengine kwa kutambua nafasi yako na umuhimu wako tuliwaeleza, mkurugenzi mtendaji sio kama fundi uwashi. Wewe unatakiwa ujieleze kwa kazi nzuri unazozifanya. Baada ya miaka 10 ya kuwepo katika ofisi, mafanikio makubwa tunayaona, mafanikio ambayo mwanzo wengine tuliota kwamba itakuwa ni ndoto isiyowezekana. Lakini leo hii tukiwa chini ya uongozi wa awamu ya 6 inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, unaothibitishia ulimwengu kuwa wewe ni jembe na ni jembe la uhakika kabisa. Mimi nikuombee wewe uendelee kuchapa kazi. Kwa hakika wewe umekuwa mfano mkubwa na nguzo kubwa. Ukaribu wako na wafanyakazi hawa wa TRC unatupa nafasi serikali ya kuendelea kuamini kwa ukikaa na kiongozi anayejua thamani yake, anayejua watu wake,
anayejua kazi zake, lakini anayejua majukumu yake wazi, mafanikio makubwa yatapatikana. Umefanikiwa, nikupongeze sana kwa kuendelea kuangalia maslahi ya wafanyakazi hawa ambao malipo na mishahara yao sasa yanalipwa ndani ya muda. Umeweza kutengeneza mifumo mizuri ambayo sisi tunasimamia mifuko ya hifadhi ya jamii tunafarijika kusema kwamba malipo ya pensheni za wafanyakazi hawa yanakwenda vizuri sana. Lakini sio hilo tu, umeweza kusimamia scheme of service ya wafanyakazi hawa, lakini pia umeweza kusimamia kuongeza marupurupu wafanyakazi hawa. Haya ni mafanikio makubwa sana, lakini kubwa kuliko yote, umerejesha furaha katika sura za wafanyakazi wa shirika la reli. Hongera sana kwa hili, hongera sana kwa kazi nzuri unayofanya, lakini hongera sana kwa kutekeleza majukumu yako na kutambua umuhimu wa wafanyakazi hawa na mashirikiano na vyama vya wafanyakazi. Baada ya kusema hayo, naomba niwatakieni utekelezaji mwema wa majukumu yenu katika ujenzi wa taifa, lakini pia nikutakieni maisha mema katika kutekeleza majukumu yenu na kukitakia uhai mrefu chama chenu cha RAWUTA, kwa sababu bila ya chama hiki cha kuzungumzia maslahi ya wafanyakazi hakuna umuhimu wa wafanyakazi. Kila la heri katika kufanya kazi zenu na niwatakieni tena mkutano mwema.